Kila Oktoba 27 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya urithi wa audiovisual hasa na ili kutambua umuhimu wa kuhifadhi nyaraka za sauti pamoja na picha kama sehemu ya kumbukumbu pamoja ambazo zimekuwa zikitumika. Na wakati teknolojia inakuwa, mambo pia yamebadilika hasa katika uhifadhi wa sauti pamoja na picha kutoka kwenye nyaraka za hard copy mpaka kwa kutumia teknolojia na application mbalimbali ambazo pia zimekuwa zikiwezesha hilo. Na tutafahamu zaidi kwa kina hasa matumizi ya teknolojia kama chombo muhimu cha kuhifadhi kumbukumbu, usalama wake na urahisi pia wa matumizi na vitu ambavyo tunapaswa kuzingatia pale ambapo kumbukumbu hizi zinatunzwa kiteknolojia zaidi. Hapa studioni tunaungana na Yusuf Kileo ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mitandaoni. Karibu sana Yusuf. Asante sana Hilda. Asante sana Richard. Na uzuri tupo kwenye wakati ambao dunia inatulazimisha kufanya mambo kidigitali. Mambo mengi yanafanyika huko zaidi. Hii mifumo inaweza kuwa ya namna gani kileo? Tuanzie hapo. Mifumo iko namna nyingi, namna ya kutunza kumbukumbu sasa hivi. Kuna kitu kikubwa tunakiita digitization, na kama mmeona mataifa mengi of late yamekuwa yakipush watu kwenda kwenye digitization, kuondoka kwenye kudocument vitu lakini kwa ile njia ya hard copies ambayo tulikuwa tumezoea zamani ama karatasi ngumu, na kwenda kwenye kudigitize ili kuhakikisha kwamba tunaweza kukuza lifespan ya taarifa, manake hiyo inakuwa imekaa haipotei. Lakini la pili, kuhakikisha kwamba tunaondokana na ile changamoto ya utafutaji wa taarifa kwa ugumu. Unajua mafaili yale utafuta moja moja ni kazi ngumu. Lakini digitization unatakiwa tu unavuta tu taarifa zinakuja kwa wakati. Kwa hiyo kurahisisha ule upatikanaji wa taarifa kwa haraka. Lakini lingine, digitization inatusaidia kutusaidia kwenye kulinda hizo taarifa zikashindwa kuharibika kirahisi, kwa sababu majanga ya moto yanapotokea mafaili yanaweza kaungua, mtu anaweza akachana na zikapotea, mtu akachana bahati mbaya na kadhalika. Kwa hiyo kuyaweka ili kulinda ile upatikanaji wake, lakini vile kuwa accessed duniani, kwa sababu kitu kinapokuwa kimekuwa digitized ni rahisi kuvutwa na mtu yote duniani kote, kwa sababu sasa hivi ajenda kubwa ni kuigeuza dunia kuwa kijiji. Na unaposema tunataka dunia iwe kijiji, maana yake tunatamani kila taarifa iwe inapatikana. Maana kuna ile sera ya kidunia tunasema open data, kwamba taarifa tofauti kutoka maeneo tofauti ziweze kupatikana kirahisi ili watu waweze kunanina. Kama unavyosikia kuna masuala haya artificial intelligence yanategemea data na mengine. Kwa hiyo yote haya yanataka taarifa ziwe zinapatikana kirahisi maeneo tofauti. Ndio. Ni changamoto gani kuu hasa ambazo zinaweza kuonekana kiusalama katika utunzwaji huu wa kumbukumbu? Changamoto ni unaweza ukapoteza vile hizo data, kwa sababu endapo kuna wahalifu wa mitandao mingi ambao target kubwa ni data vile. Mfano, unaweza kukuta kuna uhalifu tunaita ransomware attacks, ambapo wanaweza waka encrypt hizo data ulizozihifadhi na ukashindwa tena kuendelea kuzitumia. Inaweza kwako lakini huwezi tena kuzitumia. Kwa hiyo ni changamoto moja. Lakini nyingine, inawezekana wadukuzi pia wakazichukua wakaenda kuzitumia sehemu ambazo probably hukutaka zitumike. Hapo zinakuja masuala ya ulinzi wa hizo taarifa ambazo umezihifadhi kwenye mfumo wa kidigitali, kwa sababu unapojiingiza kwenye teknolojia ukae ukitambua kwamba vile kuna uhalifu wa kimtandao ambao na wao sasa wanaweza wakakuletea changamoto za kudukua hizo taarifa ambazo umezihifadhi. Lakini lingine, unawezekana wakakusaidia kutempa na zile taarifa, kwa sababu hard copy advantage yake ni kwamba mtu umeshaandika, mtu ni vigumu, lakini kwenye soft copy mwingine anaweza akaanza kucheza. Uliandika 13:20 akaja akageuza ikawa 13:2. Kwa hiyo wakatempa na zile taarifa zikawa distorted. Kwa hiyo upatikanaji wa taarifa ambazo zinamfikia yule mlaji wa mwisho
sio kama zile ulizoingiza mwanzo. Hilo pia inaweza ikawa ni changamoto. Lakini ziko nyingi tofauti. Sasa kwa tafsiri hiyo kwamba hii njia kidigitali ikawa hatari na taarifa zisiwe salama zaidi kuliko ile njia asili ya analogia ambayo tulianza nayo. Ni kama unakumbuka lile tukio la WannaCry la mwaka 2015 mwezi wa 5. 2017 mwezi wa 5. Kilichotokea kama unakumbuka kwenye WannaCry ni kwamba kuna baadhi ya taasisi baada ya kukumbwa na lile janga la zile data kuenda ndivyo sivyo, walirudi tena kwenye ile manual way kwa makaratasi. Kwa sababu gani? Taarifa zao zilikuwa encrypted, wanashindwa kuzitumia kwa sababu ziko kwenye mtandao. Kwa hiyo wanachofanya sasa, wanarudi kwenye ile hali ya kawaida ili kuhakikisha kwamba bado wanaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanaweza wahalifu wakakuzuia kuendelea kutoa huduma. Kuna wakati mwingine wahalifu wanaweza wakakuzuia wakakuharibia taarifa zako na kadhalika. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi, na ndio maana kuna mambo mengi huwa tunashauri watu wayafanye ili kuhakikisha kwamba hizo taarifa zinazohifadhiwa kwenye digitali zinabaki kuwa salama. Kwa hiyo hapa njia bora sasa ni pengine kwenda na njia zote kwa pamoja. Ikitokea changamoto huku, basi unakuwa una backup huku, na ikitokea huku unakuwa na backup huku. Tena umetumia neno nzuri sana, neno backup. Huko kwenye digitali unaweza kubackup. Na ndio nilikuwa nataka kusema moja ya ushauri mkubwa. Ushauri mkubwa tunaotoa siku zote, ukiwa umejiingiza kwenye mambo ya teknolojia, then jiingize, kuna mambo makubwa matatu tunatakiwa tunasisitiza kwa watu. La kwanza ni hilo lilisema vizuri sana, backup. Kwamba ukiwa na data zako kwenye let's say server moja ama kompyuta moja, jitahidi uhakikishe kwamba na nyingine nayo na data kama hizo. Kwa sababu gani? Ili kama chochote kitatokea kwenye hili, basi una uwezo wa kwenda kwenye cha pili. Wahalifu wamesha distort hizi taarifa, wamezipoteza hizi taarifa, ama wamekuzuia hizi taarifa zisiweze kupatikana. Hata distributed denial of service attack, kuzuia watu wasiweze kuzifikia hizi taarifa, basi unaenda upande wa pili, watu wanaendelea kutumia kama kawaida. La pili ni recovery. Kwamba uwe na capability kubwa ya kuweza kurejesha hali ya kawaida baada ya matukio kama haya ya kimtandao yatakapokukuta. Kwamba mtu ameiba taarifa zako, ama mtu amekuzuia taarifa zako zisipatikane kwa watu wengine, ama hata wewe usiendelee kuzitumia hizo ransomware attack. Sasa huo una uwezo wa kurecover, kurudi kwenye ile hali kwa haraka, kurudi kwenye hali ile ya kawaida kwa kurejesha huduma kama zinapaswa kurejeshwa. Lakini la tatu, incident response. Kwamba kukabiliana ama kuwa na uwezo wa kushughulikia matatizo haya kwa haraka. Kwa sababu tatizo linapokuwa kubwa ni pale umejiingiza kwenye digitization, ndio hiyo kuingiza mambo kwenye teknolojia haya maandiko. Lakini bahati mbaya ama ubaya wa bahati, huna backup. Huna uwezo wa kurecover janga likikutokea. Hujajipanga na watu wa kushughulikia matatizo yanapokuja kwenye upande wa kidigitali. Kwa vyovyote vile itakuwa hii kwako ni hatari badala ya kuwa salama. Na hasa kuna matumizi tofauti, kuna yale ya binafsi, kuna matumizi ya kitaasisi ambayo yanakuwa makubwa, ama serikali pia. Njia zote hizo ama hatua zote hizo za kuchukua tahadhari zinaweza kutumika katika matumizi hayo yote. Exactly. Mfano mimi sasa hivi naweza nikaa na taarifa zangu, picha zangu ziko somewhere kwenye laptop yangu labda, lakini bado nime backup somewhere else in case laptop yangu imecorrupt, imeharibika, imefanyaje, naweza kwenda kuretrieve taarifa nikaweka. Na uzuri wa backup sasa hivi unaweza kaifanyia huko online. Kuna kakangu alizungumza mambo ya Google Drive na wenzake, lakini unaweza kuweka vile vile kwenye hard disk nyingine, ama flash disk, inategemea na ukubwa wa hizo taarifa ulizozitunza. Kwa hiyo unaweza kuweka kwenye kifaa kingine ukaweka pembeni ambapo sio online vile vile. Yote haya yanaweza kukusaidia wewe kuhakikisha kwamba taarifa zako, chochote kinachotokea kwenye hizo taarifa zako, una uwezo wa kurudi ukaendelea kuzitumia bila kuwa na mashaka yote. Kuna baadhi ambazo zinakulazimu, hasa tuangalie kwa upande wa gharama za uhifadhi huu ama storage. Nyingine zinakulazimu ufanye malipo ndio upate access hiyo ya kuhifadhi data na kumbukumbu. Mfano tu hivi karibuni Snapchat wenyewe walitangaza kwamba watu wengi wamekuwa wakitumia jukwaa hilo kuhifadhi zaidi picha zao ama video zao, na wataanza sasa kucharge hasa kwa wale ambao wamezidisha matumizi ya GB kiwango fulani. Unaona kwa upande wa gharama inaweza ikawa gharama zaidi, hasa tukiendelea hivi huko mbeleni? Ndio hata sio Snapchat pekee. Snapchat sina, lakini sio pekee, hata Google. Ukiangalia kwenye email yako pale umepewa 5 GB.
Ukizidisha hapo wanakuambia uende kwenye malipo ama upunguze vitu. Kwa hiyo kuna wanakuambia unapotaka kuweka kitu, hata hiyo hard disk nayo kuzungumzia, lazima utainunua dukani. Kila kitu kina gharama kwenye teknolojia. Kwa hiyo gharama iko pale, lakini kwa nini inakuwa gharama? Ni kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba vitu vyako unavyohifadhi pale, basi at least ujue kwamba kuna watu wengine wamewekeza kwenye server. Sababu hivi vitu ni mtu ameweka uwekezaji wake kukutunzia wewe taarifa zako ambazo unaziweka. Kwa hiyo obviously lazima utatakiwa kuzilipia. Na similarly kama utanunua hard drive na vitu vingine, bado lazima utaingia gharama uje ununue ndio uweze kufanya utunzaji hivyo vitu. Lakini kwenye hilo pia ni kwamba watu wanatakiwa kufahamu kwamba haya masuala yote ya teknolojia na ukubwa wake wote, ukiona jambo limekuwa ni rahisi sana, kuna hatari kubwa. Ndio maana tuna msemo wetu maarufu sana, tunasema when you are not paying for a service, you are the business. Yaani unapokuwa wewe hulipii huduma fulani, wewe ndio biashara yao. Ndio maana kuna lile swala la ulinzi wa taarifa binafsi, kuna lile swala la kujua applications zetu zinafanya nini kutoka kwetu, ili kuhakikisha wewe unazitumia vipi. Maana unaweza kuwa na application unaitumia, let's say sitakutaja kwa majina fulani hivi, unaipenda tu unaitumia, lakini ile application ukiangalia chini, pembeni na kushoto na kulia kote unapata hiyo huduma bure. Lakini sasa wanapataje bure? Yeye anawalipaje wafanyakazi kule? Unajiuliza wao wanapataje faida? Maana yake sasa kuna mambo mengi wanachukua pale kutoka kwako. Mfano, kwa hiyo faida wanaweza wewe sasa ndio biashara. Kwa hiyo mfano, siku moja nikata wiki Jumatatu wiki iliyopita, nilitoka kuelezea the same thing watu tulivyokuwa kwenye mizunguko ya kampeni yetu. Nikaambia kwamba kuna vitu ambavyo hata sasa hivi ukiingia hapo utaweza kuongea ukaona mwenyewe. Ukiingia kwenye Play Store, wakati una download application, huwa inakueleza kwamba mimi taarifa zako hizi nitazichukua na nitashare na watu wengine ili nijipatie fedha. Wanakueleza pale wazi kabisa. Na anakuambia ni taarifa zako zipi. Kisha anakuambia na hizi nyingine ndazikusanya. Sasa pale ukienda, tulifungua moja, watu wakapata mshtuko, walisema wataangalia afya yako ikoje. Yaani taarifa zako za kiafya ikoje. To an extent wewe sasa hivi unafanya mazoezi ya asubuhi, unakimbia jogging, ile unavyohema wanaassume tu utakuwa na pressure. Unashangaa ukirudi nyumbani ukiendelea kubrowse unapata matangazo ya pressure kushoto na kulia. Kumbe dawa za pressure. Kumbe kuna application unayo inaleta hiyo shida. Na kuna hali ile unakuwa unazungumza kitu, alafu baada ya muda ukiingia kwenye simu unakutana na hivyo matangazo ya namna hiyo. Kwa hiyo hilo wanapitia pale, wanakuambia hicho, unakuta ni pale wanakuambia kwamba tuta access your mic. Kwa hiyo wanasema taarifa zako za mic yako tunazo. Taarifa za picha zako, taarifa vitu unavyo browse. Kwa hiyo kuna vitu vingi, nafikiri sio kama kwenye kipindi inaweza isitoshe, lakini hata baada ya kipindi inaweza kukuonyesha ukaona hatari iliyoko. Kwa hiyo ndo hapo tunarudi kule kwamba ukiona huduma ni ya bure ya kidigitali, wewe ndio biashara. Kwa hiyo yale wao wanauza third parties, wanatengeneza fedha na wewe wanakupatia bure, na ndio hivyo inaendelea. Na ndio maana kwa hiyo kwenye hilo sasa suluhu ni kutokukubaliana na hiyo huduma ya bure. Exactly. Usipokubaliana maana usitumie kabisa hiyo. Sasa ndo maana kuna duniani mwaka 2018 tulikuja na ile GDPR, ile General Data Protection Regulations zile, kwa ajili ya kulinda taarifa za watu za kibinafsi. Na kama Tanzania tuna Data Protection Act, hii ya ulinzi wa taarifa binafsi, sheria yetu ya 2022. Sasa hii imekuja sasa kutatua hayo matatizo madogo kwamba taarifa zako unapowapatia watu fulani, mambo makubwa matatu yanatakiwa watu wayazingatie. Namba moja, uminimize hizo taarifa unazozikusanya kwa watu. Na ndio nitakupa sasa consequence ya hizi mambo ya data protection. Lakini lingine, uwe na njia madhubuti ya kulinda hizo taarifa ambazo umezikusanya za watu. Kama hizo wanavyozungumza hao kina Google Drive na wenzake, wanapokutunzia hizo taarifa zako, maana yake wanapaswa kuwa na ulinzi madhubuti upande wako. Ulizowapa ili wakutunzie. Lakini jambo la tatu, kwamba wewe una uwezo wa kukubali, ndio hii na mjibu, kukubali ama kukataa taarifa zako gani wasizichukue. Na wakilazimisha kuna hizo consequences nyingi. Lakini sasa athari yake kawa ni nini? Hao wakina Google, ndio sasa hivi unaona X wanakuambia sasa sabini mlipie sasa. Mwanzo zilikuwa bure, sasa hivi unalipia.
blue tick, wanapunguza ile uwezo wa kuandika maneno mengi na nini, ili kuhakikisha kila mtu anatakiwa kulipia. Kwa sababu aliona hizi sheria zinawabana, hawavuni taarifa wanavyotakiwa kuvuna. Sasa tunafanya nini? Tutengeneze kutengeneza pesa. Watu waanze kulipia, mara blue tick, mara kufanya nini. Kwa hiyo huduma nyingi sasa zimeanza kuwa unalipia mtandaoni. Na ndio kama hizo unaona Snapchat na wenzake, watu wanaona sasa kutokana na sisi tunabanwa sana kwenye hizi sheria za kulinda taarifa za watu, basi watu waanze kulipia hizi huduma ili tuendelee kufanya biashara. Naam, Kileo, tutarejea hapa kwa sababu ya kimtandao na changamoto ambazo imetokeza kidogo. Tuungane na Kennedy Mari kwa kifupi tu, muhtasari, mtaalamu wa masuala ya teknolojia ambaye yuko kule Kigali kwa sasa. Kennedy, habari na karibu sana. Nashukuru sana. Naam, pengine kwa muhtasari tu kwako, tumegusia mengi hapa na Kileo, ni mambo gani hasa unashauri katika matumizi ya teknolojia hizi za kutunza kumbukumbu? Hilda, naomba urudie kidogo kwa sababu unaona kuna mtandao ulikuwa unavunjika kidogo, kama unaweza kurudia swali hilo. Naam, nasema ni mambo gani unashauri katika matumizi ya teknolojia hizi za utunzaji wa kumbukumbu? Kwa muhtasari kabisa Hilda, ni kwamba kuna mifumo ya kidigitali inaruhusu utunzaji wa data usio na kikomo, kwa sababu haina ukomo wa uwezo wa kutunza data. Sasa pamoja na mambo mengine mengi, ni kwamba kuna mifumo ya kidigitali inatoa kitu ambacho kwa Kiingereza tunakiita cloud computing, na ni uwezo wa kufanya shughuli za kikompyuta na kupitisha na kuchakata data kupitia huduma ambazo zinaunganisha kompyuta kutoka ilipo moja na nyingine ilipo. Maana yake ni kwamba data zako zinaweza kuhifadhiwa, kuchakatwa sehemu nyingine. Mathalani, kompyuta yako ina uwezo wa kuhifadhi data pengine kwa GB chache. Maana yake ni kwamba unaweza ukaamua, kwa sababu uwezo wangu wa kuhifadhi data ni mdogo katika kifaa changu cha kidigitali, basi ninaweza kazihifadhi sehemu nyingine kwenye virtual server au kwenye hifadhi ambayo sipo nayo mimi, lakini ninaweza nikazitunza huko. Kwa hiyo hii inaweza ikawa kwenye ngazi ya mtu mmoja au ikawa ni kwenye ngazi ya kitaasisi, na kuhakikisha kwamba data hizo basi haziwezi kupotea na zinahifadhika. Kwa hiyo ni ujumla wa overview tu ya kwamba je, ni kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Sasa Tanzania hapa tayari tuna uwezo wa kuhifadhi data zetu hapa ndani kwa ajili ya kulinda faragha ya watumiaji wetu, na kwa mtumiaji mmoja anaweza akachagua, anaweza kuhifadhi hapa Tanzania au akahifadhi hata nje ya nchi ambapo inatoa huduma za gharama nafuu zaidi. Asante sana Kennedy, na muda wetu umetuishia, lakini nakushukuru kwa muhtasari huu ambao umetujuza. Asante sana. Naam, na Yusuf, wakati tunamalizia pia kwa mchango huo mdogo, tunapoelekea nini ambacho kifanyike? Kwanza mimi nasisitiza, unapojiingiza kwenye masuala ya kutunza taarifa kupitia mtandao, tunazungumza digitization, lazima uzingatie yale mambo niliyozungumza. Jambo la kwanza, lazima uwe umejiandaa na storage, ili kujiepusha na ile changamoto ya kwamba taarifa unazozikusanya hauna pa kuziweka. Kwa sababu kama ulivyokuwa unaweka kwenye nyumba huko, ambapo imekuwa ni kuna faida na hasara zake vile vile, kwenye mtandao unapaswa kulifahamu hilo. Swala la pili, lazima uwe umejiandaa na backup. Plani yako iwe inaeleweka, kwamba kitu kinapokuwa kwenye mtandao, jiandae kitakuja kupata tatizo tu siku moja. Yaani hiyo ni matter of time, sio tena if, ni when, lini utapata tatizo. Kwa hiyo jiandae na upande wa backup, kuhakikisha kwamba backup yako, plan ya kufanya backup ya taarifa zako iko madhubuti na inafanya kazi vizuri. Kwa sababu tunasema wewe umeitazama. Lakini lingine, tunahamasisha kwamba watu wafahamu kwamba wanapokusanya taarifa kama hizo, taarifa ziko nyingi. Kwa hiyo uanze kujua kategori ya taarifa ambazo unazikusanya. Inawezekana zikawa za kibinafsi, inawezekana ikawa ni za kawaida za umma, na nyingine ambazo hazina mashaka. Kwa hiyo unapokuwa ni swala hilo, lazima na wewe ujiridhishe kwamba taarifa hizi ninazozikusanya zinapaswa
kuwa handled namna gani ama kushughulikiwa namna gani. Hayo ni mambo ya msingi sana watupaswa. Asante sana. Tutaendelea kupata nafasi ya kujifunza zaidi kutoka kwako na tumekuwa tukijifunza sana mara kwa mara. Nashukuru sana. Tunakamilisha hivyo kuzungumza hapa na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mtandaoni, pamoja na Kennedy Mari ambaye yeye yupo Kigali, Rwanda. Tumezungumza naye ni mtaalamu wa TEHAMA kuhusu nafasi ya mifumo ya kidigitali katika kutunza kumbukumbu.